Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka nizungumzie kitu ambacho watu wengi wanatamani kujua, wanatamani kufahamu nini kinaendelea na nini kitakuwaje. Kwenye maisha ya mwanadamu kuna siri iliyojificha ambayo watu wengi hawaijui. Na siri hiyo ni nguvu ya mwanzo. Nguvu ya mwanzo ni ile neema ambayo inamsaidia mtu kuanza jambo kwa ufasaha. Kwa hiyo tunapozungumzia siri ya mwanzo, maana kuna neema ya mwanzo. Kila jambo huwa lina mwanzo, lina mwisho. Kwa hiyo tunapozungumzia siri ya mwanzo kwa watu wa Mungu, siri ya mwanzo imebeba siri kubwa ambayo ukifahamu kwamba mwanzo wako umebeba siri gani na kunatakiwa kutokea nini, utaelewa namna ya kuishi, kwa sababu maisha ya mwanadamu yanategemea na mwanzo wake. Kabla haujauona mwanzo, tunapozungumzia mwanzo huwa tunaangalia pande mbili. Yesu anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, lakini anajiita Alfa na Omega. Kwa hiyo kuna sehemu palipo na mwanzo, kuna mwisho. Palipo na Omega, palipo na Alfa, basi kutapatikana mtu mwingine anaitwa Omega. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukivifahamu kwamba siri, nguvu ya mwanzo hii ni kama asubuhi ya mtu, ambayo hii ni siku ambayo mtu anatakiwa aanze kuumba siku, aanze kutamka neema, aanze kutamka. Hii ni sehemu. Siri ya kwanza ya mwanzo ni uumbaji. Ninazungumzia uumbaji kwa nini? Kwa sababu gani? Tunaangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Biblia inazungumza, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa utupu na tena ukiwa. Haleluya. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Kwa hiyo hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa utupu na tena ukiwa. Hapakuwa na jambo lolote. Nchi yenyewe ilikuwa utupu, wala hakikuwepo kitu. Na ndo maisha ya Wakristo wa leo, ndo maisha ya watu wa Mungu wa leo. Wakati mwanzo wa watu hawa, watu wengi, kuna maneno ya Kiswahili wanasema mwanzo ni mgumu. Sio kweli. Mwanzo ni mgumu kwa sioijua siri ya mwanzo. Siri ya mwanzo iko katika uumbaji na kutamka nini kiwe katika siku ile, katika ule mwanzo wa jambo lako, katika mwanzo wa ndoa yako, katika mwanzo wa biashara yako, katika mwanzo wa huduma yako, katika mwanzo wa maisha yako. Ni nini kitatokea? Maandiko yanazungumza hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, lakini nayo nchi ilikuwa utupu na tena ukiwa. Kumbe hata nchi haikuwa na kitu. Kwa nini haikuwa na kitu? Mwanzo wakati Mungu anaumba, hapakuwa na kitu unachokiona leo. Hata wewe haukuwepo, hata mimea haikuwepo, hata ndege hawakuwepo, hata bahari hazikuwepo. Lakini tunaanza kuambiwa kwamba nini kilitokea. Kilichokuja kutokea ni baada ya Mungu kuangalia, na Roho wa Mungu akatulia kwenye vilindi vya maji. Alipotulia kwenye Roho wa Mungu alipotulia juu ya uso wa maji, tunaanza kuona vitu vinatokea. Mungu anaanza kutamka nini kiwe, nini kisitokee. Kwenye maisha ya mwanadamu, kwenye maisha ya Mkristo, ni lazima tujue ile nguvu ya mwanzo ambayo inamsaidia mtu kuweza kupata kitu. Kwa mfano, unataka ufanye biashara ambayo kwenye maisha yako imekuwa ni ngumu kufanyika, lazima ujue mwanzo wako ni upi. Nataka uje kwenye mahusiano mwanzoni yanawezekana yasieleweke kabisa, lakini ipo nguvu ya mwanzo, ambayo nguvu hii ya mwanzo ni ile nguvu ya ndani ambayo mtu anaitumia kutoka ndani. Maana yake nini? Anaanza kubadilisha anachokiona kutoka ndani ya fahamu zake na kutoka kwenye nguvu ya mwili wake. Maana yake ndani ya mwili wako kuna watu wawili, kuna yule mtu wa nje na mtu wa ndani. Mtu wa ndani ni yule mtu asionekana, lakini ana sifa zote kama za kwako. Ujasiri unaokuwa nao katika maisha yako, ujasiri unaokuwa nao katika kazi yako, katika maisha ya kawaida, na yule mtu anakuwa na ujasiri ule yule mtu wa ndani. Kwa hiyo lazima ujifunze ili uweze kuwini katika ili nguvu ya mwanzo, uweze kuwini katika maisha haya ya kutumia mtu wa ndani na mtu wa nje. Ili uweze kutengeneza mwanzo wako kuwa mzuri, lazima utengeneze mahusiano yako mazuri baina yako wewe na mtu wako wa ndani.
Kumbuka, mtu wako wa ndani anajua mambo mengi kuliko mtu wako wa nje, lakini itategemeana sasa na yule mtu wako wa ndani umemzoesha kitu gani. Imani ya mtu wako wa ndani inazungumza kitu gani? Je, mtu wako wa ndani ni muoga? Je, mtu wako wa ndani anahisi kufa? Je, mtu wako wa ndani ana hofu kubwa? Lakini ukiishinda hofu ya ndani, utashinda maisha ya kawaida. Kwa sababu gani? Nguvu ya mwanzo haihitaji mtu yoyote ambaye anahisi kuwa kukataliwa. Lazima ujue kwamba wakati ninaenda kufanya jambo hili, ipo nguvu ya mwanzo, na nguvu ya mwanzo katika jambo hili nini kinatokea? Ni katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo unaweza ukashinda au usishinde kutokana na wewe tabia yako itakavyokuwa. Leo ninakuombea kama mtu wa Mungu, neema ya Mungu juu yako, neema na mamlaka katika jina la Yesu. Amen.